Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na CCM yahamasisha wananchi Isimani kujitokeza kupiga kura za ndio kwa Mtatifikolo ya kumchagua yeye siku ya tarehe mosi Juni, mjitokeze kwa wingi. Serikali kuanza kukusanya maoni ya mabadiliko ya sheria ya ndoa, zoezi ambalo limepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2026-2027. Mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, serikali itawasilisha bungeni mswada huo ukiwa umezingatia maoni ya wananchi. Wanawake wahamasishwa kujiunga na vikundi vya kiuchumi. Kutoka ninyi ndio mnaoweza kuhakikisha mwanamke wa kijiji na kata ya pembezoni au kwa mtaa wa kawaida anapata taarifa sahihi na kushiriki kamilifu katika majukwaa haya. Na katika michezo, CCM Mbinga yawataka madiwani kutekeleza ilani kupitia michezo. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia michezo, na wewe umeamua kutimiza ile ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Hujambo mpenzi mtazamaji wa Matukio Daima TV, ni kukaribishe katika wasaa wa taarifa yetu ya habari siku ya leo, pamoja na mimi Rehema Salim na mimi ni Shamia Rajabu. Karibu sana. Na tukianzia mkoani Iringa, wananchi wa jimbo la Isimani wameombwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura za ndio kwa mgombea ubunge wa jimbo hilo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Emanuela Mtatifikolo ili aweze kubeba mikoba ya aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo marehemu William Lukuvi. Ombi hilo limetolewa na mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa na mlezi wa CCM mkoa wa Iringa Mohamed Abud wakati wa uzinduzi wa kampeni za CCM jimbo la Isimani. Nikuja kumwombea kura Emanuela ili achaguliwe kuwa mbunge wetu wa jimbo hili. Wale wanaosema amepita Mama Emanuela, hebu kidogo anyoshe mkono juu tuone. Hapa mnatuonesha kabisa kwamba mumempa tiki. Asanteni sana, na mimi nakuhakikishieni tiki yenu hiyo itazaa matunda makubwa ya maendeleo ya jimbo letu. Anayaelewa matarajio yenu ya Wanaisimani, amenielezea kwa undani sana, anajua changamoto zenu na yuko tayari kuzishughulikia, na ameniambia atapita kila kijiji kukaa na wananchi, awasikilize maoni yao na matarajio yao ili kutafuta ufumbuzi wa mambo haya. Basi na hakika kabisa mabadiliko makubwa yatatokea kwenye jimbo hili. Tunalowaomba nyinyi ni imani yenu ya kumchagua yeye siku ya tarehe mosi Juni, mjitokeze kwa wingi. Twende nyumba kwa nyumba, ila kitanda kwa kitanda limenifurahisha zaidi. Vipi? Na mimi nialikeni twende kitanda kwa kitanda. Kwa sababu kura lazima itafutwe. Twende kwa wananchi tuambie tumeleta kada wetu aliye tayari kuwatumikia, tuwaombe kura na siku ikifika waje wapige kura. Kuelekea bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katimba amesema serikali ya Tanzania inapanga kuanza mchakato wa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971, hususan kifungu cha 13 kinachoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15.
Akijibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi Tascales Tutambogo bungeni jijini Dodoma, Katimba amesema sheria hiyo ilitungwa mwaka 1971 baada ya mchakato wa ukusanyaji wa maoni kupitia white paper uliowashirikisha wa Tanzania. Tascales Tutambogo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu ya serikali, ninayo maswali ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa sheria ya ndoa ya mwaka 1977 inakinzana na sheria nyingine ambazo tunazo nchini Tanzania, inakinzana na sheria ya mtoto ya mwaka 2009 kipengele cha pili ambacho kinasema kwamba umri wa mtoto umri wa mtu mzima ni miaka 18, lakini sheria hii ya ndoa pia inakinzana na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipengele cha 12 ambacho kimeainisha haki za mtu. Kipengele hiki kinasema binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa. Lakini kipengele cha pili kinasema kwamba kila mtu anastahili heshima, kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Kipengele cha tatu kinasema kwamba watu wote ni sawa mbele ya sheria, wanayo haki bila ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Je, serikali uwepo wa kipengele hiki wa kifungu hiki cha 13 kwenye sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo inaweka tofauti ya kuoa ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume anaruhusiwa kuoa akiwa na miaka 18 na mtoto wa kike anaozeshwa akiwa na miaka 15. Je, ni lini serikali itaharakisha huo mchakato wa kukusanya maoni ili iweze kubadilisha sheria hii? Swali la pili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ikijenga shule nyingi nchini Tanzania. Imejenga mashule kila mkoa kwa ajili ya masomo ya sayansi kwa watoto wa kike. Lakini watoto hawa wamekuwa wengine wakiozeshwa, wakishindwa kwenda kusoma na kufubaza ile nia ya serikali na ya Mheshimiwa Rais ya kujenga hayo mashule. Lakini pia kuwaozesha watoto wakiwa na miaka 15 kumesababisha kuwa na ndoa nyingi za utotoni nchini Tanzania, lakini na vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua kwa sababu ya umri mdogo. Je, ni lini serikali itakuja na mkakati madhubuti na kutoa muda wa kubadilisha kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 71 kinawabagua watoto wa kike? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Tascambogo kwa maswali yake yanayolenga kufuatilia maslahi mapana ya watoto wa kike na hasa kuhakikisha pia wanapata haki zao nyingine za msingi. Kama nilivyojibu kwenye majibu ya msingi kwamba tangu serikali imepokea jambo hili, tangu serikali imepokea swala hili la marekebisho ya sheria ya ndoa, serikali tayari imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kukusanya maoni kwa wanajamii, kwa sababu sheria yoyote inayotungwa inayowahusu wanadamu ni lazima itungwe na jamii husika. Na bunge limekuwa likifanya kazi hiyo, kuwakilisha wananchi, kutunga sheria mbalimbali,
lakini serikali imeona umuhimu mkubwa sana wa kukusanya maoni kutoka kwa wanajamii ili sheria hii iwe inaakisi mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo serikali tayari imepita katika mikoa 7 kwa ajili ya kukusanya maoni ya wanajamii, na bado itaendelea na kazi hiyo katika mikoa iliyosalia, mikoa 19. Katika mwaka wa bajeti 2026-2027 serikali itaendelea na kazi hiyo, na mwisho wa siku tunataka tuwe tuna sheria ambayo inaakisi na inazingatia maoni ya wananchi. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tumesikia jinsi unavyopaza sauti kuhusiana na marekebisho ya sheria hii, na serikali itaendelea na hizi jitihada mbalimbali nilizozitaja hapa. Lakini kuhusiana na swali la pili la Mheshimiwa Mbunge, ni kweli kabisa serikali ikiwemo serikali ya awamu ya 6 inafanya uwekezaji mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba inalinda maslahi ya watoto wote, lakini ikiwemo watoto wa kike. Ni kweli kama ulivyosema Mheshimiwa Mbunge, serikali inafanya uwekezaji katika miundombinu ya shule, lakini inaimarisha upatikanaji wa elimu, ikiwemo pia kulipia ada kwa watoto ili watoto wasome bila ada kuanzia darasa la kwanza mpaka wanapofika katika shule za sekondari. Kwa hiyo serikali inatambua umuhimu mkubwa sana wa watoto wetu watoto wa kike kupata haya maslahi mapana, na ndio maana naendelea kusisitiza serikali itaendelea na hizi jitihada katika mchakato huu kuhakikisha maoni ya wananchi yanapatikana na sheria inarekebishwa kwa kuzingatia mahitaji ya jamii yetu, kwa kuzingatia maoni ya wananchi wetu. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie serikali itaendelea na jitihada hizo. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Felista Mdemu, amewataka wanawake nchini kutumia vikundi vya kiuchumi kama njia ya kujikwamua kiuchumi na kuboresha maisha yao pamoja na familia zao. Akizungumza katika kijiji cha Kipaduka, kata ya Uhambingeto, wilayani Kilolo, mkoa wa Iringa, wakati wa mafunzo ya mwongozo wa uanzishwaji na uwezeshwaji wa majukwaa ya wanawake kiuchumi, Mdemu amesema ni muhimu wanawake kudumisha heshima, upendo na mshikamano ndani ya familia zao. Ninyi ndio mnaoweza kuhakikisha mwanamke wa kijiji na kata ya pembezoni au kwa mtaa wa kawaida anapata taarifa sahihi na kushiriki kamilifu katika majukwaa haya. Ninaposema ninyi ni mabalozi wa ajenda hii, simaanishi kwa maneno tu, bali nawaomba mwisimamia ajenda hii kwa vitendo. Hakikisheni wanawake wanaunda vikundi, wanasajili na wanajiunga katika majukwaa haya. Hakikisheni hakuna mwanamke anayebaki nyuma kwa kutoa taarifa, kwa kukosa taarifa. Hakikisheni watendaji wa halmashauri wanatekeleza wajibu wao ipasavyo. Ndugu washiriki, waheshimiwa madiwani, hapa naomba niweke msisitizo mkubwa. Ajenda ya uwezeshaji wanawake kiuchumi isiwe ajenda kwenye makabrasha au kwenye hotuba pekee. Ionekane kwenye bajeti, ionekane kwenye mipango ya maendeleo, ijadiliwe kwenye kamati za maendeleo ya kata, kamati za kudumu za halmashauri na kwenye baraza la madiwani. Wanawake wanahitaji kuona matokeo, si ahadi. Tuna kila sababu ya kuendelea kuamini kuwa kupitia majukwaa haya tunaenda kujenga uchumi shirikishi na jumuishi zaidi. Mkoa wa Iringa na mikoa mingine una nafasi kubwa kuwa mfano wa utekelezaji wa ajenda hii ya kitaifa. Lakini ili tufike huko, lazima tuimarishe uwajibikaji na usimamizi katika maeneo yetu. Kwa hiyo nawaomba na kuwasihi waheshimiwa madiwani wote, baada ya mafunzo haya na mtakaporejea katika maeneo yenu, muwe na dhamira na msukumo mpya wa kutekeleza yafuatayo. La kwanza, hakikisheni mikutano majukwaa kuanzia ngazi ya kijiji, mtaa hadi kata inafanyika mara kwa mara na kwa ufanisi. Namba 2, tambueni na kutangaza fursa za kiuchumi zilizopo ndani na nje ya maeneo yenu ili wanawake waweze kuzitumia. Namba 3, washirikisheni wadau mbalimbali wakiwemo taasisi za kifedha, wataalamu wa sekta binafsi kutoa elimu, kuwajengea uwezo wanawake. Namba 4, tambueni changamoto zinazowakabili wanawake
na muwe sehemu ya kutafuta suluhisho la pamoja. Namba 5, hakikisheni bajeti za maendeleo katika halmashauri zenu zinatenga rasilimali za kutosha kwa shughuli za majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Uongozi matokeo. Naomba nirudie tena. Uongozi ni matokeo. Wananchi wanataka kuona maisha yao yanabadilika. Mwanamke wa Tanzania anahitaji kuona viongozi wake wanamsimamia, wanamsikiliza na wanamfungulia njia za mafanikio yake. Serikali ya awamu ya 6 inaonyesha dhamira ya dhati ya kumuinua mwanamke. Sasa jukumu letu sisi kama viongozi ni kuhakikisha dhamira hiyo inatekelezwa kwa vitendo huko chini kwa wananchi wetu tunaoongoza. Ndugu washiriki, kwa kumalizia, napenda kuwapongeza sana viongozi wa majukwaa, waratibu, wataalamu pamoja na wanawake wote wanaoendelea kutumia majukwaa haya kama nyenzo ya kujiletea maendeleo. Wananchi wametakiwa kuwa na nidhamu wanapofika katika maeneo ya makaburi na misiba kwa kuacha tabia ya kusengenya watu, kupiga umbea pamoja na kufanya mazungumzo yasiyoendana na mazingira ya maombolezo. Wito huo umetolewa na kiongozi wa dini ya Kiislamu katika mkoa wa Iringa, Sheikh Shamsi, ambaye amesema baadhi ya watu wamekuwa wakitumia maeneo ya msiba kama sehemu ya kupiga stori zisizo na tija, huku wengine wakijadili siasa na michezo katika mazingira hayo. Kabisa ni jambo muhimu sana ambalo umeliuliza ndugu yangu mwandishi. Tumeona mazishi haya na sio haya tu, mazishi mengi ambayo yanatokea hususan katika manispaa yetu ya Iringa. Kuna ushirikiano mkubwa sana baina ya wananchi katika kwenda kumstiri ndugu yetu yote ambaye anatangulia mbele ya haki bila kujali dini. Kwa sababu tunafahamu hizi familia kwanza zimeingiliana. Kuna upande wa Kristo, kuna upande wa Uislamu, na inapotokea masala kama haya ya msiba, ya huzuni, basi wote tunajumuika pamoja na wote tunashirikiana na mfiwa katika kuhakikisha kwamba tunamfariji. Hili ni jambo jema, ni jambo ambalo linaakisi mila, desturi na undugu wa Kitanzania ambalo tungependa liendelee na likuzwe zaidi kwa vizazi vinavyokuja. Lakini vile vile kuna maneno yamerekodiwa na wanachuoni wetu wa Kiislamu yakizungumzia kwamba inatosha kaburi na mazishi kuwa ni mawaidha. Sasa ni maeneo ambayo mtu akifika anatakiwa alete tafakari ya kina ya maisha yake, kwamba kuna siku moja atakuwa ni yeye ndio aliyobebwa katika lile jeneza, na yeye ndio aliochimbiwa lile shimo, na yeye ndio ataingizwa ndani ya mwanandani, na yeye ndio ambaye atawekewa tani ya michanga. Lakini kusema kweli, tukifika katika maeneo haya unakuta watu wamekaa makundi wakizungumza, wakicheka, wengine wakizungumza habari za mpira, wengine wanazungumza habari za siasa, wengine wanazungumza habari za Marekani na Irani, wengine wanazungumza almuhim, kila mtu anazungumza masuala yanayohusiana na dunia, wengine wanazungumzia biashara. Sasa hizi sio sehemu za kuzungumza mambo haya. Hii ni sehemu ya kukumbuka kwamba hapa ndio makazi ya kudumu. Makazi yetu ya duniani, makazi ya muda. Haya ndio makazi ya kudumu kuelekea akhera. Ilikuwa inatosha mtu kuleta tafakuri ya kina na kukaa akatafakari maisha yake na akaangalia, akatathmini maisha yake na akaangalia wapi anataka kuparekebisha kabla hajafika katika sehemu ambayo yule marehemu amefikia. Na tukielekea mkoani Kigoma, shirika la Msalaba Mwekundu Tanzania TRCS kwa kushirikiana na shirika la uwakala wa meli nchini TASAC wameendesha zoezi maalum la utoaji elimu ya uokoaji na usalama majini kwa wakazi wanaozunguka mwambao wa Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma. Zoezi hilo ambalo limefanyika katika maeneo mbalimbali ya ziwa hilo likiwa na lengo la kuwapa elimu wavuvi, wasafirishaji na abiria pamoja na wananchi wanaotumia usafiri wa majini kuhusu namna ya kujikinga na ajali pamoja na hatua za kuchukua wakati dharura za majini zinapotokea. Kwa wahanga au kwa wafanyakazi au abiria au watumiaji wote wa vyombo vya majini, pale wanapopata majanga majini na mtu amekunywa maji, ni jinsi gani ya kuweza kumpa huduma ya kwanza kabla hajafika vituo vya afya na zahanati. Kwa hiyo elimu hii tumeona ni muhimu kwa sababu tumebaini kabla ya kutoa elimu hii wahanga wengi wamekuwa wakipata madhara na kushindwa kupata hii huduma ya kwanza, na hatimaye mtu anaweza akafariki kwenye eneo la mwalo. Lakini kwa elimu hii sasa ya watu wa huduma ya kwanza itawasaidia kuwaokoa wenzao wanapokuwa wamepata majanga ya namna hii majini. Na mafunzo haya yataweza kuwasaidia hasa wavuvi katika kuokoa wao wenyewe maisha yao na pia kuokoa wavuvi wenzao wakiwa katika shughuli za uvuvi. Katika kutoa huduma ya kwanza kwa mtu anayekunywa maji akiwa ziwani, kuna misingi ya kuweza kufuata kumwokoa, na
ukikosea namna ya kufuata hiyo misingi unaweza kumuua haraka zaidi, na huduma hii inasaidia sana kuokoa maisha ya mtu kabla hajapelekwa kituo cha afya au kupelekwa zahanati kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Sisi tulikuwa tunatumia nyenzo za zamani sana, ukimwokoa mtu bado unampiga mchanga tumboni. Leo tumefunzwa kumbe mtu apigwe mchanga. Kwanza unamfungua mdomo, kuna sehemu tumefunzwa unamfungua hewa. Unapomfinya mtu unamgeuza ili mambo yake yaende vizuri. Na kweli kwa elimu hiyo tumepokea kutoka Msalaba Mwekundu. Na moja kwa moja tuelekee katika viunga vya michezo. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma amewataka madiwani wa wilaya hiyo kuhakikisha wanatekeleza ilani ya chama hicho kupitia sekta ya michezo kama njia ya kuhamasisha maendeleo na vipaji kwa vijana. Tungane na mwenzetu Amoni Mtega kutoka Ruvuma kwa taarifa zaidi. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, Ali Simba, amempongeza diwani wa kata ya Kambarage iliyopo Mbinga vijijini, Maurusi Nchimbi, kwa kutekeleza ilani ya chama hicho kupitia sekta ya michezo, huku akiwataka madiwani wengine kufanya hivyo. Ameyasema hayo alipokuwa mgeni rasmi wakati wa mashindano ya mpira wa miguu yaliyoandaliwa na diwani huyo, ambapo mashindano hayo yalishirikisha timu 28 huku timu ya Majimaji ya kata ya Kambarage na timu ya Prisoner ya kata ya Mikalanga ziliingia kwenye fainali, ambapo timu mwenyeji Majimaji waliibuka washindi. Na pia diwani huyo amefafanua kuhusu swala la uandaji wa mashindano hayo, huku akisema lengo ni kuendelea kudumisha amani pamoja na kuinua uchumi kwa wakazi wa maeneo hayo. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia michezo, na wewe umeamua kutimiza ile ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Sio mpaka tuhamasishe, nikikaa kwenye matikoka huwa nahamasisha madiwani, twendeni tukafanye kazi, twendeni tukashiriki na vijana, twendeni tukafanye michezo. Lakini wewe huna haja ya kuhamasishwa, umeshaanza na umefanya kama yale ulioahidi kwamba utakwenda nayo kwa miaka 5, utakwenda na utiti. Mpigeni sana makofi mheshimiwa diwani. Nataka niwaombe kupitia leo kama mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbinga, madiwani kupitia hapa Kambarage, natoa tamko kwa madiwani wote wa Mbinga waige mfano kwako, na hii nitapata kwa madiwani kata zote, na naamini madiwani wengine mpo, mnanisikia, mnaniona, mtakwenda kusema kule kwenye patikokas na kwenye baraza lenu la halmashauri kwamba tuige mfano wa diwani wa Kambarage. Na nataka kuona, kwa sababu ni ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, nataka kuona kazi hii inafanyika kwa kata zote za wilaya ya Mbinga ndani ya jimbo letu. Kwa namna moja au nyingine, namna ambayo mashindano haya yameweza kuboresha vitu mbalimbali. Cha kwanza niseme kwamba mashindano haya yamelenga kuinua uchumi wa Wanakambarage. Wafanya biashara mbalimbali wamekuwa wakifanya biashara maeneo haya, lakini kuleta vijana pamoja na kuweza kutoa elimu hususan kwa vijana juu ya amani katika nchi hii. Tunatambua tunu yetu aliyotuachia Mwalimu Nyerere ni amani. Kwa hiyo tumeamua kuanzisha michezo hii kuelekeza vijana kuitunza amani tulionayo. Tunatambua pasipokuwa amani hamna maendeleo. Ndio maana tumeamua kuwaleta vijana pamoja, kuileta jamii ya Kambarage pamoja, kuweza kuwahimiza umuhimu wa amani. Ndio maana tukaja na diwani Nyweki Kambarage Super Cup. Hilo ni namba 1. Lakini mashindano haya yanalenga kuboresha afya, hususan afya kwa wachezaji, lakini vile vile kuleta burudani kwa Wanakambarage. Siku ya leo kama siku ya fainali,
tuna mashabiki na watazamaji wa mpira wanaozidi 4,000 tunao katika eneo hili lote la Kambarage. Ni matumaini yangu watu wamefurahia, watu wamehamasika na watu wamejifunza kupitia mashindano haya. Furahia kwa mheshimiwa wetu diwani kuwekea haya mashindano. Kwanza tunataka kuombe hata kama serikali kuu wanatuangalia wazidi kumuunga mkono diwani wetu ni wengi, ili hata msimu ujao waweze kumuunga mkono, waweze kutuwekea tena hayo mashindano. Kwa tunafurahi sana kwa kutuwekea hayo mashindano. Hata uongozi wa ngazi ya juu waweze kutuangalia ili wamefanya diwani wetu siku ya siku na siku waweze kuibua vipaji, waweze hata kushiriki. Asante sana Amoni Mtega kutoka huko Mbinga mkoani Ruvuma kwa habari hizo za kimichezo kwa siku ya leo. Na kwa nukta hiyo, mtazamaji, hatuna la ziada. Kabla ya kutamatisha, huu hapa ni muhtasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na CCM yahamasisha wananchi Isimani kujitokeza kupiga kura za ndio kwa Mtatifikolo ya kumchagua yeye siku ya tarehe mosi Juni, mjitokeze kwa wingi. Serikali kuanza kukusanya maoni ya mabadiliko ya sheria ya ndoa, zoezi ambalo limepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2026-2027. Mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, serikali itawasilisha bungeni mswada huo ukiwa umezingatia maoni ya wananchi. Wanawake wahamasishwa kujiunga na vikundi vya kiuchumi. Kutoka ninyi ndio mnaoweza kuhakikisha mwanamke wa kijiji na kata ya pembezoni au kwa mtaa wa kawaida anapata taarifa sahihi na kushiriki kamilifu katika majukwaa haya. Na katika michezo, CCM Mbinga yawataka madiwani kutekeleza ilani kupitia michezo. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia michezo, na wewe umeamua kutimiza ile ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Na mpenzi mtazamaji wa Matukio Daima, na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea taarifa ya habari, jina langu ni Rehema Salim. Na mimi ni Shamia Rajabu. Tukutane hiyo kesho. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na
stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.